Uvira tusikilizaje hata muziki hata msanii, atujui hata msanii mmoja. Wapa nani, wapa Zaleka. Hakuna hata msanii mmoja ambaye anapigwa Uvira. Alright, Mount VP, what's up? Yes, we lonja hapa. It's boy, it's boxer. Nyuma ya kamera ni timu yangu ya ufundi. Siku ya leo tumemtembelea Dr. Malu. Unajua ni baraka sana na ni heri sana kambi ya Zaleka kupokea mwimbaji mkubwa kutoka nchini DRC Congo. Ni mwimbaji ambaye anawika sana, anawaka sana, na nchini Congo wanamuogopa, na sisi hapa tuliposikia tumempokea tumejihisi tuna heri sana. Mount VP kaka? Poa mzee wako. Asante. Tuliposikia kwamba Dr. Malu yupo hapa kambini Zaleka, tukaona kama ni mzaa, na wakati tulipofuatilia tukaona uko kwenye kazi, mishemishe ya kazi. Nini kilichokuleta hapa kambini Zaleka? Bana, kama mnavyojua mimi sina nyingine kazi zaidi ya muziki. Na popote napoenda ni kazi ya muziki ndio inanipeleka kule. Yaani kiufupi kazi ambayo imenileta huko ni muziki. Muziki. Yeah. Asante. Labda tuongelee muziki. Vipi ulianza muziki mnamo mwaka gani? Siwezi kumbuka, lakini ni muda kidogo, like I think niko na miaka 5, 6 hivi au 7 hivi. Yeah. Na tunaona kwa wasanii wa Fuliru to the World au wanaoimba lugha ya Kifuliru huko ndani, na unaendelea kuweka sana. Kwa nini ulichagua kuimba kwenye lugha ya Kifuliru tofauti na lugha zingine? Mimi sikuchagua, lakini kwa sababu mimi ni Mfuliru, napenda lugha yangu ya Kifuliru. I'm so proud, brother. Niko proud na lugha yangu, ndio maana nimesema no. Music is not like music is just ni kitu ambacho unaweza ukatengeneza ili kufikisha message. Haijalishi lugha yoyote unaweza kutumia. Ndio maana nikasema no, acha nitangaze lugha yangu ya Kifuliru kwa kupitia nyimbo. Wakati ulipochagua kuitangaza lugha ya Kifuliru kwa ulimwengu, watu walipokeaje wimbo wako wa kwanza? Walipokea vizuri sana man. Walipokea like ilikuwa kama vile ndoto yao, kwa sababu kulikuwa hatuna vijana wengi ambao walikuwa wanafanya muziki kwa lugha ya Kifuliru. Mwaka gani ambao wimbo wako wa kwanza ulitoka wa Kifuliru? 2024. Mwaka wa 2024? Yeah, 2024. Ndio wimbo wako wa kwanza? Yeah, ndio wimbo wangu wa kwanza wa Kifuliru. Yeah. Kwenye pitch kujiona kwamba unaweza kazi na unaweza kuifanya kazi, ulijionaje, au ni mnamo mwaka gani ndipo ulipojiona kwamba hapa kabisa naweza nikafanya kazi ya muziki? Kazi ya muziki in general au ya Kifuliru? In general tu. Brother, usinionyesha zeeka kwenye muziki bro. Nishazeeka man. Kitambo sana, like nilikuwa ningali na tangu like 2010 nilikuwa naimba hivyo kidogo, unaona vitu kama hivyo ya. Walio wengi au wasanii wengi wa DRC tunawasikia na interview wanazozifanya, wanasema ya kwamba ndani ya muziki hakuna pesa, hakuna chochote kile, tunafanya kwa sababu ya kuburudisha na kuelimisha jamii. Kwa kazi hii ya uimbaji tunaona ya kwamba umetoka DRC Congo mpaka umefika hapa. Je, kazi hii ya muziki inalipa? Kama nilivyotanguliza nimesema kazi yangu, sina kazi yoyote zaidi ya muziki. Kwa kila kazi kuna kujua kufanya kazi kibusiness na kufanya kwa ajili ya kujiburudisha tu. Sasa sisi tunafanya kibusiness, ndio maana sisi tunaendelea kuishi, tunakula muziki, kila kitu ni muziki brother. Like hata walimaji wanapolima, kuna wale ambao wanazingatia vigezo vyote vya kulima mpaka wanapata mazao mazuri, na wengine wanapuzia, wanalima kwa sababu ya kulima tu, hawajui tutafanyaje step by step, inakuwa hivi na hivi na hivi ili nifikie malengo. Lakini kazi ya muziki ni kazi ambayo inalipa sana. Wakati nilipochat na jamaa fulani DRC Congo ambaye anapatikana pale Uvira, nikamwambia tumepokea msanii Malu yupo hapa. Akaniambia usimuite Malu, lakini muite Dr. Malu. Nikamuuliza vipi yeye siku hizi anatibu? Akaniambia muulize mwenyewe atakwambia. Vipi jina la Dr. lilikuja mnamo mwaka gani? I think 28 kama nilivyosema. Kuna kundi ambayo ilikuwa association ambayo ilikuwa ina kadre watoto, inaitwa Save the Children. So hiyo ilikuja nyumbani
Ilipofika nyumbani nilikuwa natumika pale kwenye kitengo cha cha kusaidia wale watoto wenyewe wajelewe vizuri, wenyewe wako na traumatism. I think traumatism, sijui mnaisemaje, ni hivyo ambao wana shida za akili. Nilipokuwa nikiwachekesha, nikifanya mabichebechebe fulani, watoto wanacheka, wanafurahi, wakasema wewe utakuwa mganga kabisa, lazima ukuwe doctor. Nilipokuwa nikifika tu kazini wananiita doctor, umekuja njoo. Ikanishika tu hivyo jina, nikasema why not use hii kwenye stage name yangu. Ukaona utunze watu sasa kwa njia ya nyimbo. Dokta, vipi kwa kazi hii, ni changamoto gani ulizozipitia mpaka kufikia kusimama wewe kama wewe? Nyingi tu sana, kila kazi huaga na changamoto nyingi tena kubwa sana. Za wazazi kwanza. Wazazi wanakupinga sana, wanaona uko kwenye njia ya mashetani. Like vitu vingi sana kabisa yani. Kuna watu wengine wanavunja moyo, wanakuambia kwamba unaimba nini, labda tuachie sisi, na wakati unapoachia wao hawafanyi chochote. Hakuna changamoto nyingine? Man, hiyo changamoto ya comment ya kutojua kuimba. Mbona hata sasa mpaka sasa wanaandika, wana comment, huyu jamaa hajui kuimba. Na Diamond, akina nani wa Wizkid, wa Davido, huaga wanapata hizo mpaka leo wanapata hizo comment. Huyu jamaa hajui kuimba. Lakini wanakonsome nyimbo. Ukiangalia yule anayekwambia hajui kuimba, yuko na nyimbo yako kwenye simu. Muziki ni kitu ambacho ukitengeneza wimbo, wewe kama haupendi, mwingine ataupenda. Kama wewe unapendaga hii sauti ya hivi, mwingine atapenda hii. Muziki ni kitu ambacho huwezi ukapenda 100%. Kuna vigezo ambavyo wewe unapendaga kwenye muziki, kuna mwingine anapenda vigezo fulani. Malu kama Malu tumemsikia mwaka wa 2024, lakini umesema ya kwamba ulianza hapo mwanzo mwaka wa 2008 kuelekea huko, lakini ulikuwa bado hujajipata. Vipi kwa sasa kuanza mwaka wa 2008 mpaka sasa hivi, una nyimbo ngapi? Sijui man. Sijui, ni nyingi nyimbo ambazo zimeshatoka. Siwezi jua hesabu, wataangalia kwenye YouTube. Alafu nyimbo ambazo hazijatoka ni nyingi sana bro. Nyingi kabisa. Sidhani kuwa kuna like mimi sisemagi kwa kujisifu. I think kwenye hii generation yangu naweza nikakuwa msanii wa kwanza mwenye nyimbo nyingi ndani ambazo hazijatoka. Hapa Uvira mzima. I think na Uvira mzima hakuna hata msanii. Na ni kweli niko na nyimbo nyingi sana. Zinaweza fika hata 100 bro. Dokta, 100 nyimbo zinatambuka ziko ndani, na kila siku na rekodi. Hata leo nilikuwa na rekodi, kesho nitarekodi, like kila siku na rekodi. Dokta, nyimbo umesema ya kwamba nyimbo ni nyingi, zinafika hata 1000 au 100 na 2000 na kuendelea, maana kuna ambazo zimetoka na zingine hauzijui, na kuna zingine bado zinaendelea kufanywa kazi. Kwa nyimbo zote hizo ambazo umeshawahi kutumika, vipi kuna watu ambao umeshawahi kuwashirikisha kwenye bro collabo? Zipo nyingi. Wa DRC, wa pale Uvira, wa tuseme tu wa Kongo ambao umeshawashirikisha ni wangapi? Kongo nimeshashirikisha wasanii wawili. Nani? Mr. Gave, ingine ni Secret. Toka very soon kwenye project yangu ambayo iko nakuja. Asante. Vipi nje ya DRC, tukimaanisha hapa Malawi ulipofikia, Tanzania na wengineo? Nina nyimbo Burundi na msanii mkubwa sana Burundi. Nani kaka? Ni Secret. Nani kaka? Kwenye project toboa chupa kaka. Bro. Ni Secret. Na nyimbo na Msauzi, msanii mkubwa sana. Nani kaka? Utaona bro. Mtaona kwenye project ambayo iko nakuja. Nina nyimbo na msanii wa Zambia na hapa Malawi. Hao wenyewe wanaishi hapa, si nyumbani tu wa Kongo. Sina nyimbo na msanii wa Malawi. Hauna nyimbo na msanii wa Malawi? Sina. Kwa ndugu zangu ambao tumetoka nao Kongo ambao wanaishi hapa ndio nina nyimbo nao. Kwa waliotoka Kongo, walio mahali hapa, ni nani uliotumika naye? Vaxon, of course. Na nyimbo na Vaxon. Mnaijua ile ambayo imeshaga toka. Kuna nyingine project yake, na kuna zingine nyimbo niko nazo na yeye nyingi tu. Wimbo wako ambao umewika sana kwa nyimbo zako zote ni wimbo upi? Mbona na nyimbo nyingi ambazo zimewika bro. Kuna Munyere,
kuna Nakueleza, kuna Kahodi, kuna Nana, Kumbuleka. Hizo nyimbo zote zimefaa vizuri bro. Yeah. Mpaka sasa Malu kama Malu au Dr. Malu ambaye anaendelea kutunza watu kwa njia ya nyimbo, una malengo gani na uimbaji huu? Malengo yangu kama unavyojua, malengo ni makubwa sana, na malengo ya kuja kufanya kitu ambacho kitasaidia watu wengine kwenye music industry. Yeah. Ndio malengo yangu makubwa tu sana, kusaidia watu wengine. Wapitie wapitie mgongo wangu, wapitie njia ambayo mimi nimepitia ili wafanikiwe kwenye hii game la muziki. Asante sana. Labda tuongelee kazi ambazo zinaendelea kufanyika. Katika kazi zako zote, umeshawahi kufikia wimbo ukapotea studio au ukaharibika, ukajibiana vibaya na director? Umeshawahi? Sana kabisa. Kuna kupoteza image. Tena nakumbuka nimekwenda kushoot music video na wewe msanii ambaye nimekuambia South Africa. Unajua budget ya South Africa ni kubwa sana. Like tumemaliza kushoot, kwa bahati mbaya kwa kutoa ile memory imevunjika. Director anatoa ile memory kwenye kamera ikavunjika. Tumeanza tena upya. Tumetumika tena video kwenye gharama ile kubwa. Ndio maana hiyo project yangu ikitoka ni project kubwa sana. Imenigharimu sana. Imeniumiza kichwa, lakini tumefanyikisha. Vipi huko kwenye music tour au umekuja kuangalia familia au na wewe pia unaishi hapa Malawi? Bro, siishi hapa man. Mimi siishi hapa, ndugu zangu, mimi siishi hapa. Nimekuja kwenye music. Kwanza kilichonileta ni kuja kufanya kazi na Boy V. Ni collab yake. Baada ya kufika hapa, unajua sisi ni kama vile wa Joel bro. Tunaenda kadiri na vibe ya sehemu ambako unapofika. Kazi zikaongezeka, nikalink hapo na watu wengi, nikasema no, acha nitengeneze kitu fulani. Na ndio maana mmeniona ningali hapa, nafanya zingine kazi fulani ma project fulani. Asante sana. Kwa jinsi ulivyokuja, umesema umelikuja kwa sababu ya Boy V au Sange Boy na wengine wanamuita Vaxon. Umekuja kwa sababu ya kutumika naye kwa nyimbo fulani, na wakati ulipofika hapa umesema ya kwamba umeona mazingira ni mazuri. Vipi mziki wa DRC au wa pale Uvira na mziki wa hapa Malawi au kambini Zaleka umeuonaje? Uko tofauti. Uko tofauti man. Mziki gani ambao unaona huko na nguvu kati ya Uvira na hapa Zaleka? Of course Uvira man. Uvira bro, mziki wa Uvira ni mkubwa sana man. Subiri nikuoneshe. Sio kwa nia mbaya. Uvira tusikilizaje hata mziki hata msanii, atujui hata msanii mmoja. Wapa Zaleka. Hakuna hata msanii mmoja ambaye anapigwa Uvira. Maana ni mashabiki watacomment. Bro, uliza. Hakuna bro, mimi nakwambia. Isipokuwa mdogo wangu baada ya kufanya naye kazi ya Nakueleza, ndio akasikika kule wanampiga naye. Unasikia ba? Lakini wengine hakuna man. Sasa lakini ukiangalia wasanii ambao wanasikika hapa, wanapigwa mara kwa mara wa Uvira ni wengi. Kama nani? Mimi sitamsema jina. Kwanza mimi, mfano mimi Dr. Malu, nimekuta nyimbo zangu zinapigwa hapa na mashabiki wengi. Tena wengi kabisa. Na wengine wanapigwa huko. Sasa siwezi nikawataja kwenye interview yangu man. Yes. Sasa ukipata mwaliko wa Fally Ipupa kukuita utumike naye utajisikiaje? Faraja sana. Kwa sababu ni dream yangu mimi kufanya kazi na yule jamaa. And one day nitaiachieve. Vipi, kuna tofauti gani wa Malu wa 2008 na Malu wa 2024? Maana ulisema ndio mwanzo sasa wa Malu kusikika kama Malu. Kuna tofauti gani? Bana, tofauti ni mkubwa sana. Kwa sababu Dr. Malu wa zamani ni msanii ambaye hata nyinyi kunitembelea ilikuwa ni vigumu. Unaona? Wa zamani ilikuwa ni vigumu sana kufanya video kali, kufanya nyimbo ambayo inatembea na paa vizuri. Lakini kwa sasa Dr. Malu anatembea like na safiri kimziki.
yani natoka nyumbani nasafiri kwa sababu ya muziki. Unaona muziki wangu nikiuposti una trendi, wanafanya challenge bila hata kuomba, mashabiki wana show love, unaona wameshanielewa. Ni tofauti kubwa sana mzee. Yeah. Hali ya kuimba na mavazi hapo nako hakuna tofauti? Mavazi ni kawaida bro. Mavazi ni kawaida, vitu ya kawaida sana. Kuimba, uimbaji tumeongeza quality nzuri. Nikizani kwenye ubora wa nyimbo za asilia zenye quality, hata ukisikia kwenye simu ya kitochi nyimbo zangu ni za kwanza. I'm telling you. Okay. Sijisifu lakini chukua nyimbo yangu yote. Eti mnasema ni nyimbo za asili. Chukua, sikiliza hata kwenye simu ya kitochi. Ya kitochi ile ina sound mbaya, hapana iPhone, hapana. Sikiliza, quality nzuri sana. Najitahidi sana. Bro, nyimbo zangu zina mixiwa na producer mkubwa ambaye anafanya vizuri bro. Anapatikana wapi huyo producer? Anaitwa Bedi Best. Anapatikana Bujumbura. Is number 1 producer in Burundi ambaye ni mix mkali sana, hapa mix kubwa sana. Tofauti mkubwa sana, tofauti mkubwa. Ndio maana nakwambia wa zamani wa sasa ni tofauti. Zamani hata ukinirekodia hapa tunatoa leo poa. Lakini kwa sasa na nyimbo hadi simekwambia na nyimbo 100. Tofauti kubwa iko. Yeah. Vipi kwa sasa huko ndani ya lebo au unajizungusha au unajibeba wewe mwenyewe? Siko kwenye lebo. Niko solo artist, nafanya mimi mwenyewe kabisa. Nani anayekusupport kwa kazi unayoifanya? Mashabiki wote ambao wanapenda muziki wangu ndio wananisupport. Yeah, na watu wengi like wote tizama Facebook, wale wote wako Facebook, Instagram, TikTok ndio watu ambao wananisupport mimi. Umesema ya kwamba Uvira wasanii wengi wa hapa wasikiki kule. Ni kitu gani ambacho wasanii wa hapa Zaleka ulichokiona wamefeli? Ambacho wamefeli kulink ni ndogo sana. Wanashindwa kulink hapo na watu wengine. Ya kushare ile culture. Wanajiona wao kama mawao. No, I don't think wanajiona. Nikizani ni ujuzi tu tofauti like you know. Like sona kama tuseme wanajifungia hapa tu, hawatoki, hawalink hapo na watu wengine. Hawana mawazo ya kutoka nje. Hiyo tu. Lakini wasanii wazuri wanafanya vizuri. Wapi walipokwama zaidi ambako wakisimama hivyo watajikwamua? Hapo kulinki, kuspendi franga kwenye music kwa sababu muziki unahitaji kugaramia. Toka, tembea, link up na watu wengine, ujue culture, share culture, kiltire, tofauti. Inasaidia sana kwenye music. Ukifanya hivyo watatoka kweli? Yeah, lazima. Ukitoka hapa like let me nikupe mfano. Toka tu hapa, nenda sehemu fulani, utakuta na wengine kule, mna link, unarudia, unaenda ingine sehemu, basi. Ni wasanii wangapi ambao umekutana nao hapa na unawakubali sana na wakija unaweza ukatumika nao? Wasanii ni wengi. Kusema kweli. Kuna wasanii wote ambao nimekutana nao hapa, ambao nimeshakutana nao. Nimeshakutana na Boy V kama mdogo wangu yule. J-Dala. Unaona, nimeshakutana naye. Ni msanii mzuri. Njoo wasanii ambao nimeshakutana nao. Hao tu wawili. I'm telling you. Wengine hakuna. I think kivyangu mimi mwenyewe man. Sitasema uongo. Kivyangu. Wasanii ambao nimefika kwa muda mfupi nikajuana nao na nikawajua ni huyo J-Dala. Wengine sijawajua man. Vipi wasanii wa hapa Zaleka wa kuonesha love wakati ulipofika, wa kupokee, wa kuambie kambi iko hivi na hivi? Kaka, njoo wasanii ambao tumeshakutana nao. Hao wawili tu tumeshaikaa hata siku moja, naweza nikakwambia tumekaa tukazungumza, tukashare ideas. Hao tu wawili, wengine sijakutana nao. Pia project ipo mezani au kuna nini? Kaka, project ni nyingi sana, video tena kubwa sana kabisa. Kubwa zipo, zitatoka mwaka gani? Sio mwaka, siku gani? Very soon, like within 2 weeks tu hivi au 3 weeks utaona. So unapenda kuambia mashabiki watarajie kitu baada ya wiki 2? Sio baada ya wiki 2, hata kesho wanaanza kaamka wanakuta kitu kimetoka. So unapenda kumaanisha kwamba hutawaambia hata siku utakayoangusha kitu? Ni secret. Ni secret guys. Wakae mkao wa kula anytime I can drop a banger.
Yeah. Tuko naye Malu. Mzee, vipi mitandao ya kijamii inakulipa au vipi hailipi? Inalipa. Ya, inalipa. Inanilipa kabisa. Kwa mitandao ya kijamii unaitwaje? Dr. Malu, Dr. Malu. Dr. Malu. Yeah. Ambia neno moja watazamaji wa Revolution Media wanaokutazama, wanaokupenda, mafanzi wako waliopo Baraka, waliopo Uvira, waliopo hapa pia na wengine ambao hatujui waliopo. Waambie neno moja. Bana, this is your boy Dr. Malu. Kama mnavyoniona hapa, msanii wenyu ambaye mnampendelea sana. Niko hapa Zaleka, niko kwenye Revolution Media, number 1 media in Zaleka. Naikubali sana, inafanya vitu vizuri sana. Muendelee kufuatilia kazi zangu, mfuatilie ma content za hii media. Ni media kubwa sana na kazi nakuja very soon. Asante. Mtazamaji wa Revolution, ukuwa nami mtangazaji wako Eswilonja, boy Sparks, nyuma ya kamera ni timu yangu ya ufundi. Na kabla tujamaliza, Dr. Malu atatuaga na wimbo fupi tu ambao anaupenda sana, ila usikose ku like, comment, subscribe kwa ajili ya kupata leo mengi kwenye channel yetu. Tuage basi na kawimbo kadogo. Ne mwitu sange oshibaga kumenya halo wisha wawe nye ni kusimiri emnyere oh.